Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, 2 Chronicles chapter 19, tusomee 1 mpaka 3. Then uende 2 Chronicles chapter 25, tusomee 9 to 13. Na Mungu Baba atatubariki. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 19 kutoka mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Ndio. Yehoshafati mfalme wa Yuda akarudi Yerusalemu nyumbani kwake kwa amani. Yehu mwana wa Hanani muonaji akatoka kwenda kumlaki. Akamwambia mfalme Yehoshafati, Je, imekupasa kuwasaidia waovu na kuwapenda wamchukiao Bwana? Kwa ajili ya hayo ghadhabu hii juu yako itokayo kwa Bwana. Ndio. Walakini yameonekana mema ndani yako, na kwa kuwa umeyaondoa maashera katika nchi, na moyo wako umeukaza kumtafuta Mungu. Haya, tuangalie 2 Chronicles chapter 25 verse 9 to 13. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 25 kutoka mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Mstari wa 9 mpaka 13. Amazia alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 29, na jina la mamaye aliitwa Yehoyadani wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana, lakini si kwa moyo mkamilifu. Basi ikawa alipopata nguvu katika ufalme wake, akawaua watumishi wale waliomuua mfalme babaye. Lakini watoto wao hakuwaua, ila alifanya sawasawa na hayo yaliyoandikwa katika Torati, katika kitabu cha Musa, kama Bwana alivyoamuru akisema, mababa wasife kwa makosa ya wana, wala wana wasife kwa makosa ya mababa, lakini kila mtu atakufa kwa dhambi yake mwenyewe. Tena Amazia akawakusanya Yuda, akawaweka sawasawa na nyumba za baba zao, chini ya maakida wa maelfu na maakida wa mamia. Naam, Yuda pia na Benyamini tangu mwenye miaka 20 na zaidi akawahesabu, akawaona kuwa watu wateule 300,000 wawezao kwenda vitani, waliozoea mkuki na ngao. Akaajiri pia watu mashujaa 100,000 wa Israeli kwa talanta 100 za fedha. Lakini mtu wa Mungu akamjia akasema, mfalme, usiwaache jeshi la Israeli waende nawe, kwa kuwa Bwana hayupo pamoja na Israeli, yaani wana wote wa Efraimu. Lakini ukitaka kwenda, haya, jitie nguvu upigane. Mungu atakuangusha mbele ya adui, maana Mungu anazo nguvu za kusaidia na kuangusha. Amazia akamwambia mtu wa Mungu, lakini tusifanyieje zile talanta 100 nilizowapa jeshi la Israeli? Mtu wa Mungu akajibu, Bwana aweza kukupa zaidi sana kuliko hizo. Ndipo Amazia akawafarikisha jeshi lililomjia kutoka Efraimu ili warudi kwao. Kwa hiyo ikawa sana hasira yao juu ya Yuda, nao wakarudi kwao wenye hasira kali. Amazia akapiga moyo konde, akawaongoza watu wake, akaenda mpaka bonde la chumvi, akawapiga katika wana wa Seiri watu 10,000, na 10,000 wengine ambao wana wa Yuda waliwachukua wali hai, wakawaleta juu ya jabali, wakawaangusha toka juu ya jabali, hata wakavunjika wote. Lakini wale watu wa jeshi aliowarudisha Amazia wasiende naye vitani, hao wakaiteka miji ya Yuda tangu Samaria mpaka Beth-horoni, wakawapiga watu 3,000, wakachukua nyara nyingi. Jina la Bwana liinuliwe. Amazia alikuwa mfalme wa Yuda, na kama vile unavyojua, baada ya kifo chake Suleimani, ufalme wa Israeli ukagawanyika, ukawa na mfalme kule Samaria na kukawa na mfalme kule Yuda ambaye alimiliki tribe 1.5, na yule wa pande ile nyingine akamiliki tribe 10.5. Jina la Bwana liinuliwe. Na
Amasia alikuwa ni wa nyumba ya Daudi na alikuwa mfalme ambaye amemiliki kutoka kwa hiyo chano ya ufalme wa Daudi, na alikuwa mtu ambaye alikuwa ameshinda vita kadha wa kadha. Jina la Bwana liinuliwe. Na nataka ujue kwamba babu yake Yosafato alikuwa ameshinda pia vita kadha wa kadha, lakini nataka tuangalie na tujifundishe kwa makosa kadha ilifanywa na watumishi hawa wa Mungu, na walifanya katika hali ya ukawaida, wakakosa hekima ama wakakosa kuuliza Mungu kwa mambo yale walikuwa wakiendea kuyafanya. Tofauti ya hawa wana Daudi na Daudi ni kwamba Daudi jambo lote alilolifanya alimuuliza Mungu kwanza, na kuna uzoefu wa kwamba mtu akianza anakuwa mkakamavu sana wa kuuliza Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini wakati utakapofika upate roho ya uzoefu, familiarity spirit, watu waacha kuuliza na wanaanza kujiongoza. Jina la Bwana liinuliwe. Nataka kuambia makosa haya yalikuweko. Sitaki kuzungumzia uadui sana, sababu sisi ni kisasi cha neema, tumeitwa katika damu ya Kristo, na sisi hatujapewa kipengele cha chuki, tumepewa kipengele cha upendo. Kwa hivyo siku za leo hatuna system ya treat enemy vibaya. We have a system to treat enemy good. Bwana Yesu ainuliwe. This is the grace in Christ Jesus. But wale watu waliishi nyakati zile ambazo zilikuwa nyakati za sheria, kulikuwa maadui ni maadui na watu wazuri ni watu wazuri. Na kwa hivyo tunataka kuangalia kwamba Yosafato pamoja na kuwa alikuwa mtu wa Mungu ambaye alikuwa mfalme, alikuwa amefanikisha nchi ya Yuda vizuri sana, na uongozi wake Mungu aliupenda. Alikuwa amebomoa madhabahu za Kidebospa na alikuwa ameangusha ufalme wa Kidebospa ukawa haufanyi kazi katika mji wa Yuda. Pamoja na hivyo akawa semeji na mfalme wa Israeli ambaye alikuwa anaitwa Ahabu. Wana wao wakaoana kule, na walipokuwa wameoana wakawa masemeji. Akashuka kwenda katika nchi ya Israeli, nchi ya Samaria, kwenda kutembelea mfalme Ahabu. Na alipofika kule akapata mfalme wa Israeli anatamani kwenda kupigana, anatamani kwenda kurejesha sehemu ya mali ambayo alikuwa amenyang'anya. Na kwa hivyo akachukua opportunity akamuomba Yosafato waandamane. Na Yosafato alikuwa mwenye hekima na alikuwa anamcha Mungu. Kwa hivyo unajua hiyo story ya kwamba aliuliza kwa Mungu na akajua kwa Mungu, na alipoenda vitani ilikuwa karibu Yosafato auawe, lakini alipopiga kelele kwamba yeye ni mfalme wa Yuda sio mfalme wa Israeli, wale maadui wakaacha kumfuata. Lakini mtu mmoja kwa hasira akatupa msari. Biblia inasema akatupa msari juu. Hiyo msari ikamtafuta mpaka hapa mahali alipokuwa, ikamdunga hapa kwa kushikana mkono na shingo, ikaingia mpaka rohoni, na akawa amebreed sana, na akapelekwa kwenye gari lake na baadaye akafa. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Amani alikuwa amekatazwa kwenda katika hiyo vita, lakini akamweka mtumishi wa Mungu nabii jela, sababu alienda kwa sauti ya manabii wake, akaenda akafa. Yosafato aliporudi Yuda, sababu mfalme wa Israeli alipouawa walirudi wote, majeshi yakarudi nyumbani kwao, na yeye sasa akapanda Yuda. Aliporudi Yuda akakutana na nabii wa Bwana. Nabii wa Bwana akamwambia, ulifanya vibaya kwenda kushirikiana na maadui wa Mungu, haukufanya choice nzuri. Kwa hivyo naona usemeji wa Ahabu na Yosafato mtu wa Mungu ulifanya Yosafato akose stand ya kumwambia hiyo vita sitakusaidia. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini alicompromise haraka sana kumwambia majeshi yangu ni kama yako na majeshi yako ni kama yangu. Bwana Yesu ainuliwe. Na ukweli ni kwamba watu wa Samaria walikuwa wameacha Mungu, sababu Yoabu mwana wa Nabati alikuwa amewaombisha madhabahu ya miungu na wakawa wanaabudu miungu hiyo. Na kwa hivyo walikuwa chukisho kwa Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Angalia sana ni akina nani mnashirikiana, akina nani mtasaidiana. Unaweza kusaidia mtu kwa kumwombea badilike. Unaweza kusaidia mtu kwa kuhuruma za Mungu, lakini usiingie kwenye dini zake. Bwana Yesu ainuliwe. Unaenda kutembea kwa mtu ambaye kabisa hamjui Mungu na wala hana hivi na wala sina. Mungu anakuambia tuko na chama hapa, tunarudiana mashamba. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo nakuongelesha mkiwa mimi mwadhiriwa
wa kushirikiana na watu ambao si halali. Bwana Yesu ainuliwe. Nashukuru Mungu sijafika kiwango cha kuomba vibaya, lakini wanaambia Mungu, Bwana, sababu mkono wako ni mkubwa kuliko wa serikali, naomba hiyo hela yangu niwahi rudishiwa. Na ninashukuru Mungu sababu Yehoshafati alifanya hiyo makosa. Na leo nataka kufundisha ndio usifanye makosa kama vile. Hivi ndivyo huyu jamaa alifanya. Akasikia usiniseme jambo, na sikia ni wana wa Yakobo, basi majeshi yangu ni kama yako. Angalia sana jinsi unavyotumia mali zako na unasitumia wapi. Unaweza kwenda mahali wewe, hapa tuna chama, wewe tunafanya hivi, lakini utashangaa ikifika upande wa kwako ikome. Kuna ndio nilikuwa analia hapa, niambia pastor, nimetoa hiyo chama sababu niliingia mwisho nikawa wa mwisho. Wakati nimefika kwangu hata wameniepa. Hata secretary aniongelesha. Mimi kwangu hajanipea pesa. Bwana Yesu ainuliwe. Hiyo inakuwa lugha ya Mungu. Mungu anakuonyesha huku mtegemea, ulitegemea wengine. Na wakati mimi tunaanguka kwa hii majaribu ya kutoka kumtumainia Mungu, tunaanza kutumainia kitu fulani. Nataka kuambia mpendwa, wakati utaondoa imani yako kwa Mungu, uweke kwa hiyo kitu kingine. Ngojea ghadhabu ama ngojea ukosefu wa ushindi katika hiyo jambo umeenda kulitenda. Utaanguka. Kuna mwanguko mkubwa kwa kuondoa imani yako kwa Mungu. Kuna mwanguko mkubwa kwa kuanza kuamini kitu kingine kuliko ule Mungu amekuwa umemwamini. China wali mlima. Na ndio nimekuambia kuna consequences nyingi sana katika maisha ambazo tunapitia. Baada ya kwenda kumwaminia Mungu, tunaanza kuamini kitu kingine. China wali mlima. Na kwa hivyo usisikie tu jambo ulikimbilie, chunguza kwamba Mungu yuko kwa hiyo jambo. Is it will of God for me to go in that way? Sababu jambo hili la kusoea Mungu, unachoka kumuuliza Mungu, unachoka kumwambia Mungu, linaleta hasara kubwa na kilio kwa sababu ulienda bila kumjulisha Mungu. China wani ndivyo. Leo nakufundisha kwamba usikubali kufungua mlango wa kilio kwa maisha yako sababu ya kuenda bila Mungu. Usianzishe jambo lingine bila Mungu, ambapo hapo mwanzo yale yote ulianzisha kwa Mungu. China wani ndivyo. Na utaangalia watu wameanzisha mambo madhaifu sana mbele za Mungu, lakini yanaenda vizuri sana. China wani ndivyo. Nataka kuonesha umuhimu wa kushirikisha Mungu kwa hiyo jambo ambalo unaenda kulifanya. Hiyo chama unaenda kujoin, hiyo account unaenda kufungua. Hata kama uko na account 10 na unaenda kutaka kufungua nyingine, uliza Mungu kwamba naenda kufungua account nyingine, ninahisi nifungue account nyingine kwa banki fulani. Bwana Mungu, naomba uende nami, na kama si hivyo Bwana naweka sahihi. Nitakapofika huko nikubalike, ama nitakapofika huko nisikubalike. Bwana Yesu ainuliwe. Kumbuka tu wale waliotembea na Mungu aliweka hizo sahihi. Gideon aliambia Mungu, aliambia malaika, kama wewe ni malaika wa Bwana na Bwana amesema hivyo, basi ningoja hapa nilete sadaka yangu. Na wakati nilete sadaka, malaika akamwambia mwage kwa mawe. Malaika akanyosha pimbo na ile moto ikashuka na ikalamba ile sadaka. Na Gideon akajua kweli nilikuwa na malaika wa Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Watu walijaribu Mungu. Gideon kesho yake akamwambia Bwana, nataka nilalishe ngozi nje na huko duniani kusiwe na umande, lakini ngozi iwe na umande. Ikafanyika. Nataka nilalishe nje tena mara ya pili, duniani kuwe na umande na ngozi isiwe na umande. Ukafanyika. Basi akajua ni Mungu na akaanza safari. Jaribu kuongea na Mungu. Weka ujumbe wa kumjua kabisa unatembea na Mungu kwa hilo jambo unalifanya. Bwana Yesu ainuliwe. Sababu kile kinatuangusha wa Kristo ni kuanza kushirikiana na nguvu ya nje ya Mungu na kuacha kushirikiana na Mungu. Wakati ambapo tumenunuliwa kwa damu ya dhamana ya Kristo Yesu. Basi tunapoenda tukipata hasara, tunakuja kwa maombi tukilia kana kwamba Mungu ametuachilia. Bwana Yesu ainuliwe. Oh Mungu, na vile nimekuwa mwaminifu na fungu la 10, Bwana umeacha nipoteze hizo hela zote, lakini ukweli ni kwamba haukuanza hiyo jambo na Mungu. Haukuanza na Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Na watu wengine mpaka wanarudi nyuma, wanaacha wokovu. Na ukweli ni kwamba hawakuanza hiyo jambo na Mungu, hawakulifanya na Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Na ikikosea nabii amjulishe hiyo makosa, anakuwa adui. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini Yehoshafati alikutana na nabii, akamwambia mbona umeenda kushirikiana na maadui wa Mungu? Lakini kumeonekana jambo nzuri kwa maisha yako. Kama si hivyo ungeadhibiwa. Bwana Yesu ainuliwe. Nataka ujue kwamba
Wakati uliokoka ulimaanisha I surrender my life to Jesus. Siwezi jiongoza tena, nimetamani kuongozwa na Kristo. Ulianguka ili achukue usukani wa maisha yako. Wacha amiliki maisha yako mpaka mwisho. Wacha Yesu amiliki biashara zako. Wacha Yesu amiliki ndoa yako. Wacha Yesu amiliki safari yako unayoenda. Wacha Yesu amiliki kazi zako. Wacha Yesu amiliki mawazo yako na mpango ulio nayo. Usije ukaanza kukombrika na kwamba umeachwa na Mungu, ila wewe ndiye uliyemwacha Mungu. Ukaenda kushirikiana na milango ambayo Mungu hakuiandaa kabisa. Bwana Yesu ainuliwe. Tuna mianguko mikubwa sana wakati tunaacha mlango wa Mungu, na wakati tunafungua milango mbadala ambayo ni ya uwerevu wetu na ujanja wetu. Mambo haya yakianza kututendekea, tunaanza kuteka kwa Mungu kana kwamba Mungu ametuacha, lakini Mungu hajakuacha. Wewe ndio ulienda bila kumjulisha Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Ni muhimu sana mpendo ufahamu kwamba Mungu ni Baba, na Kristo alilipa gharama za kwako ya kwamba umtegemee Mungu usiku na mchana, umtumainie usiku na mchana, uanzishe na yeye, umalizie na yeye. Bwana Yesu ainuliwe. Anzisha na Mungu, shikilia kwa Mungu, malizia na Mungu. Wacha kuongeza hekima yako hapa katikati na marafiki zako hapa katikati ambao kwa Mungu anza na wao. Bwana Yesu ainuliwe. Chunguza sana ulianza namna gani. Chunguza sana umefika wapi. Chunguza sana ni njia zipi ambazo Mungu anataka uendeshe hii biashara nazo. Ni njia zipi ambazo Mungu anataka uendeshe hii ndoa nazo. Usije ukaendea mahusia ya ndoa nje na watakubomoa. Utakuja kulia. Bwana Yesu ainuliwe. Utakutana na mtu akikobri nasema nimeishi kanisani miaka yote, nimeishi nikiomba kufanya kazi ya Mungu, lakini kweli ni kwamba makosa ni ya kwake. Anamtunuku kwamba Mungu amefanya makosa maishani mwake, lakini yeye mwenyewe akafungua hiyo mlango. Jina la Bwana liinuliwe. Angalia mfano mwingine. Anaajiri watu wa Israeli ili waende wakapigane na adui. Na miaka hiyo ingine yote alikuwa ameshinda majeshi hayo bila kuajiri hawa watu. Maandiko yanasema akachukua pesa za nyumba ya Mungu, wacha nikuangalie, na akachukua pesa za ufalme. Jina la Bwana liinuliwe. Mstari wa 6 inasema akaajiri pia watu mashujaa 100,000 wa Israeli kwa talanta 100 za fedha. Lakini mtu wa Mungu akamjia akasema, mfalme, usiwaache jeshi la Israeli waende nawe, kwa kuwa Bwana hayupo pamoja na Israeli, yaani wana wote wa Efraimu. Na alisichukua pesa za nyumba ya mfalme, akachanganya hizo pesa, akaajiri hao watu. Nabii akaja akamwambia, hao watu unaajiri, mwende kutani nao, Mungu yuko upande wao. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wangu ni huu. Mpendwa, chunguza kile unaenda kufanya. Usijiingize alafu anze kupiga duru. Chunguza kabisa. Hii ndio mapenzi ya Mungu. Unajua wakati ule tuko wanyenyekevu, aliyetuna kitu, tunatamani kuuliza sana. Tunauliza barabara sana. Lakini wakati ule tumepata nguvu, tunaanza kujiongoza. Hatutaki. Kadimani wakati ule ulikuwa unakatiwa na huyo kijana mlevi, ulikuwa unamsikiza na ulikuwa unachukua muhimu sana. Hata huku ambia rafiki wako msichana ambao mlikuwa marafiki naye kwamba unachumbiwa na huyo jamaa, ulikuwa unamficha. Bwana Yesu ainuliwe. Sasa baadaye umekuwa msoefu, sasa hata unaenda kushare na huko. Utapewa advice. Utapewa advice vizuri sana. Na wacha nikwambie, kuna watu wako ordained kuharibu kama vile kuna watu wako ordained kutengeneza. Mpendwa, chunguza sana hiyo barabara unaendea. Hiyo kitu unaenda kuanza, anzisha na Mungu. Make sure umeomba. Make sure umejulisha Mungu hii jambo naenda kulifanya. Naomba uandamane na mimi. Bwana Yesu ainuliwe. Wakati mwingi, wakati mimi nalima na huwa naenda naomba. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa nini wanaomba? Nataka kushirikisha Mungu kwa hiyo huyo kulima. Ndio nisiambulie patu. Huwa naombea jambo, alafu nikiombea nafanya order, fanyeni hivi na hivi na hivi na hivi. Sababu sitaki aibu.
Na sababu nilikuja kujua ni rahisi sana kusahau kumweka Mungu mbele wakati umeshinda. Ni rahisi sana mpendwa. Angalia jinsi unavyoenda ukiinuliwa, ndivyo unaenda ukipata marafiki ambao unawaona kwanza kwamba wako mbali na wewe ama wako mbele yako. China wali uliwe. Na kwa hivyo unaweza jipata unawapea kibao mbele hata kuliko Mungu. Ujumbe wangu ni huu: usifanye jambo lolote bila kushirikisha Mungu ambaye mlianza na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Utakapoanguka, elewa kwamba ulianzisha hiyo jambo bila Mungu. Wacha kuteta, wacha kunungunikia Mungu. Elewa kwamba hii mlango ulifungua bila msaada wake Mungu. Sababu tuna makosa mengi sana tunafanya katika maisha. Tunapoanguka tunalete complaint kwa Mungu, na hata wengine wanaleta complaint kwa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na that's why nataka ujue Mungu, sababu mimi siwezi fanya vile Mungu anaweza kufanyia. Lakini naweza kuongoza vile unaweza ambatana na Mungu akufanyia hata zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukaa na watu ambao wakushikwa mkono miaka yote. Hata ukaa na watu ambao wako tayari kusimama kwa miguu yao na kusimama kwenye kipengele ili wadhihirishe kwamba wana Mungu. Kuna kijana anaitwa aliimba wimbo akasema, sitasimama maovu yakitawala Kenya. Anaitwa Julian. Julian. Kijana mrasta hivi, ndio? Aliimba wimbo very encouraged. Akasema, sitasimama nikiangalia maovu yakitawala, nitasimama kwenye pengo na kushuhudia kwamba Mungu anaweza kutatua haya mambo. Hii ndio ambayo ni roho na waombea kila mtu awe nayo. Simama kwa niaba ya nyumba yenu. Simama kwa niaba ya nyumba yako. Simama kwa sababu ya masomo ya watoto wako. Simama kwa sababu ya kazi yako na Mungu ambaye amekuaminia. Sababu kila mtu kuna kazi Mungu amemwaminia. Sema sitasimama kazi ya Mungu ikiharibika. Beba bendera. Angalia hii kanisa sote tuko young. We can do even more than what God ametuaminia. We can stand in the gap and God will stand in your gap. China bani hilo. Kwa hivyo tuulize Mungu kila jambo. Umeanzisha na Mungu, madisia na Mungu. China bani hilo. Wacha kujiongoza, sababu kama utajiongoza kuna mwanguko. Naweza kuanguka kwa hiyo biashara, kuna mwanguko kwa hiyo doa, kuna mwanguko kwa hiyo huduma, kuna mwanguko wa hiyo safari unaenda, kuna mwanguko wa hiyo jambo unaenda kuanzisha, kuna mwanguko kwa hiyo loan umechukua bila kuuliza Mungu. Haleluya. Unajua ukikutana na finance, watakwambia you need to think. Wakufanyia hesabu ya haraka haraka na wakwambia chukua loan. Na wakufundisha kitu cha savings. Bwana Yesu asifiwe. Kweli wanafundisha vizuri, lakini pamoja na hivyo wewe unajua ni mtu wa imani. Weka imani kwanza. Uliza Mungu. Pamoja na kuwa ulifundishwa na kina Nancy vizuri, uliza Mungu, is it your will Lord for me to have this loan? Sababu ukiona umechukua loan na unang'ang'ana kuilipa ilibiki, jua hapo tamaa iliongoza. Tamaa ilitangulia. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa ilitangulia. Na wacha nikwambie, kuna saa zingine Mungu atataka uchukue loan kama wewe ni mtumishi kama mimi. Kuna loan nilichukua. Nikapeana loan buku yangu. Nikachukua hizo hela. Wakati kijana wangu alikuwa anataka kwenda kasi Dubai. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaona hii nimesumbuka sana. Alituma mtu akamwambia nataka nilipe hiyo loan. Uchukue hiyo loan alafu uko ukinilipa kwa kawaida. Nikafurahia sana. Na sasa kwa baadaye niliona haikuwa mapenzi ya Mungu mimi kupeleka loan ndio kijana aende nje. Hata ilikuwa mapenzi ya Mungu kijana aende nje. Bwana Yesu asifiwe. Na sio nikaambia Mungu nisaidie. Kesho yake nisione nimefanya jambo kama hili. Sababu inaonekana hapa kwa hii sehemu nilijiongoza. Lakini huruma za Mungu zimekuwa mingi, akatumia mtu na Mungu ambariki. Akatumia mtu kwa asimame na mimi nisije nikafuliwa mafasi nikawa aibu. China bani mliwe. Amina. Na nikali na pia Mungu sababu ya hiyo hela ili niweze kulipa na niweze kulipa yote. China bani mliwe. Na baada ya hiyo kweli, nilipochukua hizo hela, nijaribu kijana aende, hakuenda. Baadaye Mungu akanionyesha mahali ya kupeleka hizo hela. Bwana Yesu asifiwe. Nitakwambia kutoka hapo milango ikafunguliwa. Hizo hela sija struggle kusilipa.
sababu silienda kwa kasi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wote nikwambie, kutokana na hiyo kutoa, sijang'ang'ana kwa wokovu, sing'ang'ani kwa kutumikia Mungu, sing'ang'ani kwa maombi. Maombi inajibiwa kwa wakati wake. Naombea watu, mambo yanatokea kutokana vile Mungu amenipitisha kwenye chambers za gharama kubwa. Mungu amenibadilisha kupitia hiyo jambo, nikawa na moyo mwingine, moyo wa kiungu, moyo wa kubariki. Mpendwa, sijaitwa kulaani, nimeitwa kuinua. Nisiwe wa kuhukumu, bali ni wa kufungua, kuinua na kubariki. Unajua watu wanajisi kana kwamba sababu alienda kapiga kona akafanya 1 2 3 sasa is not belongs to kingdom. You are belong to kingdom. What you need to know, kuna kwanza kwa hiyo kona ulipiga. Kuna tumambo utapitia tungumu na utachelewesha maombi yako, utachelewesha maisha yako. Kuna mambo ambayo unahitaji kujibiwa ambayo yatachukua muda sababu ya kukosa character za kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unapopita tukona unadidimisa njia zako na Mungu. Lakini imaanishi kwamba umeondoka katika ufalme wa Mungu. Tumemilikiwa na Mungu. Recognize God. Wacha awe mwanzo wa kila kitu tunaweza kufanya. Wacha Mungu akumiliki. Anza na Mungu. Katikati kuwa na Mungu. Malizia na Mungu. Wachana na wajanja wa dunia watakupotosha, na ukiondoka kwa njia za Mungu utaenda hasara. Utaenda hasara. Kadima ni mlevi ambaye ana pesa, hana chochote, lakini Mungu anaona mhubiri wa UK. And you are standing there judging people. Unajua kanisa sasa hivi imegoroka na ulimi. Hata sasa huyu sasa hata Mungu alimalizana na yeye. Kwa hiyo nikwambie, waliteuliwa kwa damu ya dhamana. Hakuna vile wanaweza rudi pale ile ingine. Kile watafanyika, hii mambo ambao wanapitia kwa tamaa watalipia. Kwa maisha yako kutakuwa na kucheleweshwa sana. Kutakuwa na mambo magumu watakaopitia. Lakini Mungu atamake sure wamerudi katika ufalme. Tuache kuhukumu wapendwa. Tuache kuharibu kasi ya Mungu. Tumepewa kasi mbili, kupenda na kubariki. Bless your family. Bless your parents, your sister, your siblings, your brothers. Bless them. Bwana Yesu asifiwe. Stand in the gap. Usiwe mtu wa kulaani, usiwe mtu wa kunena kinyume. Pako nasikia mahali mtu wa Mungu anaongea sana, huyo samani alikuwa na Mungu, alafu Bwana Yesu asifiwe. Wewe nani alikupea? Yesu alihubiri katika kitabu cha Mathayo sema, usikitoe kichuma, kiboroti kiko jicho la mwingine wakati wewe uko na kichuma. Bwana Yesu asifiwe. Chunguza kwanza maisha yako. Chunguza maisha yako. Wewe ulitumwa na nani kupima watu? Nani alikupa hiyo kazi ya kugauge watu? Watu ni wa Mungu, wabariki. Kama uko hapa, lazima ukubali wewe ni mchungaji, na lazima usimame kwenye tendo. Hakuna kaukurasa ya kujificha, na hapa hakunaga nyuma. Hata ule hapo nyuma, unaona nyuma kabisa, they are ministers. Wengine hawajamaliza mwaka kwa hii kanisa. Lakini Roho alisema hawa ni watumishi wako kasi. Bwana Yesu asifiwe. Wako kasi tayari. Yaani hatuna nafasi ya kushusha, tuna nafasi ya kuinua pekee. Sababu hii ni nyumba ya Mungu, na nyumba ya Mungu inakuja kufufuliwa, ni ufufuo. Watu wanakuja hapa kufufuliwa, watu wanakuja hapa kupewa moyo tena, watu wanakuja hapa kuinuliwa tena, watu wanakuja hapa kurejeshwa kwa njia. Mungu anataka kuwatumia, Mungu anataka kujitukuza na wao. Anza na Mungu, malizia na Mungu, usimzoee Bwana. Shinabani mliwe. Usipite njia ya kuzoea Mungu. Usipite njia ya kuzoea mchungaji. Usipite njia ya kuzoea uombazi. Usipite njia ya kuzoea unabii. Zingatia kila kitu kinahusu Mungu, ukione kwamba kinafaa wakati wote. Kichukue na umuhimu, sababu wakati utaanza mazoea utafanya makosa kama Yehoshafati mtumishi wa Mungu. Utafanya makosa kama Amasia. Bwana Yesu asifiwe. Anatoa hela za madhabahu kwa ajili watu ambao Mungu anawachukia. Ndio wakapigana vita. Unashangazwa hizo zingine zote Mungu aliyempiganisha vita hapo wapi? Si kuonesha Mungu aliyuko sana buti kando ale, lakini kwa bahati yake Mungu akamtumia nabii. Akamwambia usiende na wao. Na unaona watu walipowaacha, walirudi wakakuja wakafahamia nchi yake. Ndio Mungu ameonesha watu si watu wazuri. Wakafahamia nchi yake.
walipojua ameenda huko kupigana, na walikuja akafahamia na wakaiba, wakapeleka huko kwa Samaria. Bwana Yesu ainuliwe. Naye alipoenda, sababu ni mtu wa kiburi, alipoenda akashinda vita, Mungu alimshinda, akachukua miungu ya hiyo nchi akaleta tena Yerusalemu. Na baba yake Yehoshafati alikuwa ameondoa hiyo miungu. Soma hiyo kitabu chote utaona alirudi na miungu. 2 Chronicles 25. Ukienda mwisho utaona alileta hiyo miungu na akaijengea. Hakumalizia na Mungu wa Masia. By the way, alipigwa na ugonjwa wa kufa. Hakumalizia na Mungu. Alipigwa. Na shukuru Kristo alikuja akasimama katikati yetu na Mungu. Wengine wetu hapa tumekuwa tumeshala kwa kaburini. Sababu tunakosa day and night. Lakini sasa hivi Mungu akiangalia naona damu ya mwanae. Damu au ni kahaba, au ni mlevi, au ni huyo mtu akona mpango wa kando, anaona neema ya mwanawe Yesu Kristo. Ingekuwa leo ndio Mungu anaishi na watu, mnasemana Sodoma na Gomora, hata Kenya ingekuwa imebadilika. Bwana Yesu ndiye. Shukuru Kristo alikuja ili tuwepo. Ujumbe wangu ni huu. Ulianza na Mungu, weka Mungu kwa kila kipengele. Tembea na Mungu. Zingatia kuwa na Mungu. Hiyo ndio isimamishwe na Mungu. Hiyo biashara isimamishwe na Mungu. Hao watoto watembee na Mungu. Wasome na Mungu. School fees na Mungu. Hiyo mavazi, hata ukienda kununua mavazi, omba. Ambia Mungu na kuomba Mungu. Sio sababu niko na pesa, lakini naomba tu mavazi ambayo utanielekeza ninunue yafidi kwa mwili wangu. Ndio kama mtu amenunua nguo ya 10,000, lakini akivaa anakaa kasuku. Haya, kuna mtana mwingine ameingia digital, amechukua kinguo tu, ameenda amenyorosha pasi, akivaa na wewe. Na mnagani siku hizi unavaa bei kali. Anashangaa sababu anajua yeye alienda digital akapata siku 50. Bwana Yesu ainuliwe. Na mtu ameenda kwa fundi akasonesha nguo, akalipa 10,000, 5,000, akivaa anakaa tu. Bwana Yesu ainuliwe. Na maajabu ni akipea mtu mwingine itamfiti. Kwa hivyo mtu anatapikwa na mambo yake. Hiyo kitu alinunua bila mkono wa Bwana. Alinunua kwa kiburi. Chochote utafanya kwa kiburi, lazima utaanguka. Utaanguka. Anza na Mungu, tembea na Mungu, malizia na Mungu.